Mimi naitwa Edita Lukindo, ni mkazi wa Kigoma mjini. Najihusisha na biashara ya utengenezaji wa sabuni katika viwanda vidogo SIDO. Biashara yangu imeanza mwaka 2010. Sababu iliyopelekea mafanikio katika kazi yangu hii ya utengenezaji wa sabuni, kwanza kabisa ni kujituma kwangu, ambavyo na usimamizi niliokuwa nao, kwa sababu kulingana na mtaji kwanza niliokuwa nao, kwanza nilifanya hii kazi mimi mwenyewe nikiwa na kijana mmoja ambaye tulikuwa tunasaidiana naye, ambaye tulikuwa tukitengeneza, yeye anasambaza madukani na mimi vile vile tunasaidiana. Baada ya hapo mtaji ulipoongezeka mpaka kufikia sanduku 5, ndipo nilipohamasika kutaka na mimi kusafiri ili nipeleke mzigo wanakopeleka wengine. Maana nilipofika nilikuta wengine wanapeleka Mwanza, Kahama, Shinyanga, wapi, lakini mimi kulingana na mtaji wangu ulipokuwa mdogo sikuweza kusafiri kwenda huko. Niliweza kuuzia hapa mjini kwenye maduka ya jumla wenye kuchukua katoni 2, katoni 3, katoni 4, na reja pale nyumbani kwangu. Lakini nilipofikia sanduku 5, ndipo nilipoanza kutafuta nafasi ya kuweza kusafiri na mimi kwenda wanakopeleka wenzangu. Pamoja na kwamba nilipata changamoto katika familia, ambapo mume wangu alikuwa hakupenda nisafiri nitoke nje ya hapo. Wakati naendelea na hizo sanduku 5, ikaja kama bahati, ikaja zoezi la BDG, naweza kusema zoezi la BDG lilipoingia SIDO. Nilituma maombi pale, nikawa nimepitishwa pale. Kwa hiyo tukaingia kwenye yale mafunzo ya ujasiriamali kutoka SIDO. Tukawa tumewezeshwa kiasi kama cha milioni 4 na kama na laki kama 8 hivi, ambacho hicho kiasi kwa kweli kiliniinua kiasi kikubwa sana, ambapo na mume wangu akusita kuniruhusu kuweza kuendelea na biashara zaidi na zaidi. Niliweza kutoka sasa, nikaanza kwenda Kahama, nikaanza kupeleka Mwanza sabuni. Kwa kweli nilipanua masoko yangu mpaka nikaona nimesimama kama mimi. Baada ya hapo niliweza kununua banda kama hili hapa mnavyoliona hapa nilipo. Nikaendelea na biashara yangu na nikaweza sasa kuthubutu kukopa SIDO, na mpaka sasa hivi nashukuru Mungu SIDO wanaendelea mpaka hivi. Nakopa, narejesha vizuri, sina shida katika biashara yangu. Yaani changamoto tunazokutana nazo katika biashara ni nyingi sana. Kwa mfano mafuta kupanda bila mpangilio, bei, malighafi zinapanda bila mpangilio. Vile bei kulingana na sisi wajasiriamali tulioko hapa SIDO, kwanza hatuna ule umoja wa kupanga bei. Kila mtu anakuwa na bei yake tunapofika huko sokoni, na ukizingatia hii sabuni yetu, yani kule sokoni haipandi bei, lakini huku sisi malighafi unakuta zinapanda bei kila wakati. Sasa hizi changamoto tunazokutana nazo, inapofikia hali ya namna hii, inabidi yani kutumia sasa wewe mwenyewe akili, kwa sababu kule sabuni haipandi bei, lakini huku malighafi imepanda bei. Kwa hiyo mchezo tunaocheza hapa ni kucheza na mbao. Bei ya malighafi inapopanda, sisi tunajaribu kuminya mbao ili tuweze kufidia kale hasara ambako kanajitokeza, ili tuweze kupata faida katika kazi yetu. Kwa hiyo changamoto ndio hizo. Wakati mwingine unaweza ukaenda sokoni ukakuta soko ni baya, au unaweza ukafika kule ukakubaliana na mteja bei hii, lakini ukirudi dukani anakwambia bei hii. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini tunashukuru Mungu kwa muda huu ambao nimekaa katika kazi tunazimudu na tunakwenda. Njia ambayo naitumia kupata masoko katika bidhaa yangu mimi
na vipeperushi ambavyo nilitengeneza. Vile vipeperushi, sisi sabuni zetu hatuna maboksi ambayo tunafunga. Tuna mifuko ambayo ni ya nylon. Kwa hiyo ile mifuko tunaweka kile kipeperushi kwa ndani. Tukiweka kile kipeperushi kinakuwa na maandishi, kinajieleza kila kitu, kwamba hii sabuni inatoka wapi, namba zangu za simu, ina uzito kiasi gani. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo tunatumia. Malengo yangu kwa kweli, baadaye mimi nilipenda sana niwe mjasiriamali ambaye na mimi na jina kubwa. Ndio nilipenda sana nifikie huko. Kama mnavyoona banda langu hili, kwanza na mpango wa kulipanua liwe kubwa. Kama mnavyoliona, bado kabisa. Kwa hiyo na mpango wa kulipanua angalau liwe kubwa, alafu liwe na hadhi. Nilikuwa na ofisi yangu pale, ofisi kangu kama mnavyokaona pale. Lakini sasa kulingana na kazi tulizonazo, kale ofisi kamesha kwa kamebana, na ndivyo mnavyoona. Ndio maana nimewafikishia hapa ambapo tunaendelea kufanyia kazi. Sikuweza kuwafikishia kwenye ofisi kangu. Kwa hiyo mimi malengo yangu kwanza nipanue banda kubwa, liwe zaidi ya hapa. Vile vile na malengo watoto wangu wasikie malengo ya kujitegemea. Yaani kwa kweli ndio malengo yangu makubwa. Biashara yangu hii imeweza kunisaidia katika familia, kama kusomesha watoto. Mpaka sasa hivi na watoto wawili ambao mmoja yuko chuo kikuu na hana mkopo, namsomesha mimi mwenyewe, ambaye wa mwisho kwangu yuko form 2, mtoto wangu wa mwisho. Na mahitaji mengi tu katika familia. Vile vile katika kazi yangu hii sasa hivi, kulingana na mtaji wangu ulivyo, sio mkubwa sana, lakini kulingana na jinsi ulivyo, na vijana kama hawa mnavyowaona hapa, wako kama 6 hivi, ambao tunasaidiana nao hapa kupata chochote kuweza kukizi mahitaji katika maisha yao. Vile vile mimi nasema katika maisha, wanasema hivi, unapofanya kazi wanasema ukiwasaidia wahitaji, wanasema unabarikiwa mara 2. Mimi mara nyingi nakutaga kiasi sehemu ya faida yangu, waga najipangia wakati muda fulani naweza nikaenda nikawaona. Tuna vituo vya mayatima, maskini, watoto wa mitaani. Kwa hiyo nakwaga ninachokipata chochote kile waga nakichukua kwa ajili ya kwenda kusapoti wale ambao wanawahudumia. Ndio mchango wangu mkubwa, na mambo mengine ya jamii ambayo ni ya kawaida tu. Yaani kwa kweli kufikia mpaka ndani ya hatua hii, yaani kwanza kabisa nawashukuru sana SIDO wamenilea. Yaani nitaendelea kuwashukuru siku hadi siku, kwa semina mbalimbali nimezipata kutoka SIDO, mafunzo mbalimbali nimeyapata kutoka SIDO, na nikaweza kumudu biashara yangu hii. Yaani SIDO naweza nikawashukuru sana sana, na kufikia hatua hii, yaani kwa kweli na furaha ambayo siwezi nielezeje. Nashukuru sana sana, na mpaka leo naendelea kuwashukuru SIDO, na bado wanaendelea kunilea mpaka leo. Yaani mimi natoa ujumbe kwa wajasiriamali wenzangu popote pale walipo, na hawa tulionao SIDO, yaani wawe na moyo wa kuweza kujituma kama hivi. Mimi hapa nilipofikia ni sehemu ambayo sikuitegemea kama nitafikia hapa. Sikuitegemea kabisa, lakini naweza kusema yote, sijui niseme ni mipango ya Mungu. Yaani nawashauri watu wasubutu, naomba na SIDO wasichoke kutulea zaidi, waendelee kutuelimisha zaidi na zaidi.